mfuko huu wa maendeleo ya kilimo ni mfuko muhimu sana kwetu wa Tanzania, na umekuwa ukisaidia sana ukishirikiana na serikali hapa kusaidia maendeleo ya sekta ya kilimo. Moja, kwa upande wa kuongeza uzalishaji, lakini vile vile kuongeza tija katika uzalishaji. Ni mfuko ambao umekuwa ni chachu muhimu vile vile katika kubadilisha, kuimarisha maisha katika maeneo ya vijijini. Kwa hivyo mazungumzo yetu yamejikita zaidi leo katika maeneo ya kwanza, kuendeleza mashirikiano ambayo tunayo miaka yote hii, na pande zote mbili tumefurahia mashirikiano haya. Kuna maeneo ambayo tumekubaliana tunaangalia zaidi, hasa kwenye upande wa maeneo ambayo yanahitaji rasilimali zaidi, rasilimali za kifedha na mashirikiano na taasisi za kifedha za ndani zilizopo, baadhi ya benki hasa kuangalia namna kutumia benki ya maendeleo ya kilimo ambayo ipo na imekuwa ikifanya vizuri hasa katika miaka ya karibuni. Kuna eneo la mashirikiano na wafadhili wengine kupitia mfuko. Kuna mapendekezo hapa ya baadhi ya washirika wa maendeleo, mfuko wa maendeleo wa Kuwait pamoja na wenzetu mfuko wa China ambao nao uko tayari kushirikiana nasi katika baadhi ya maeneo, ikiwemo masuala ya BBT lakini maalum katika zao la kahawa. Vile vile katika maeneo ya kuongeza maeneo ya umwagiliaji maji. Haya yote ni muhimu kwetu. Jingine la muhimu ni hili la kuangalia uwezekano wa sisi Tanzania kuongeza mchango wetu kidogo katika mzunguko unaokuja wa mashirikiano wa IFAD 14. Na la mwisho ni suala la ziara ambayo imepangwa, mawili ya mwisho. Moja ni ile kazi ya tathmini ambayo imeandaliwa, tumekubaliana labda tuangalie uwezekano kuifanya mwanzoni mwa mwaka unaokuja wa fedha, ama mwezi wa Julai au mwezi wa 8, kuja kufanya tathmini ya mzunguko mzima wa IFAD katika kipindi hichi ambacho tunamalizia cha mwaka 2022 mpaka 2027. Na la mwisho ni swala la ziara ya makamu wa rais wa mfuko ambaye anatarajia kutembelea Tanzania, na sisi kama Tanzania tunafurahia ujio huo na tunamkaribisha Mheshimiwa Makamu wa Rais. Lakini Japani tumezungumza vile vile maeneo ya mashirikiano na wao kama Japani kama taifa, kuna mambo muhimu sana ya mashirikiano. Kwanza ni muda wetu mkubwa wa mashirikiano sisi na taifa la Japani. Mashirikiano ya diplomasia yameanza mara tu baada ya uhuru wakati huo uliokuwa Tanganyika mwaka 1961 na yameendelea hadi sasa. Kwa hiyo mashirikiano ya Japani na upande huu wa Tanzania yana umri mkubwa zaidi kuliko taifa lenyewe la Tanzania. Mwaka 61 Tanzania haikuwepo wakati huo, lakini mara tu baada ya uhuru ndio tulianza mashirikiano ya Japani. Kwa hiyo tumezungumzia namna kuimarisha mashirikiano na wenzetu wa Japani, na hasa katika maeneo ambayo ya maendeleo. Kwanza kubadilishana uzoefu wa masuala ya maendeleo baina ya Japani na Tanzania. Japani ni taifa ambalo lilipiga hatua kubwa sana za maendeleo katika kipindi kifupi. Tuliangalia maeneo ambayo wao walifanikiwa. Moja, kujitahidi kubadilisha mfumo wao wa ndani wa uendeshaji, internal reorganization. Pili, uwekezaji mkubwa ambao walifanya katika elimu na kujenga rasilimali watu. Na la tatu, katika eneo la viwanda. Lakini tumekuwa na mashirikiano nao vile vile katika maeneo tofauti ambayo yanafanana na hayo. Tunashirikiana katika sekta ya kilimo, tunashirikiana katika sekta ya elimu, katika masuala ya viwanda, na pande zote mbili zimefurahia sana mashirikiano hayo. Tatu, kuna maeneo ambayo tumeongea ambayo kidogo yanahitaji sisi upande wetu kama serikali tuyaangalie, hasa kwenye masuala ya misamaha ya kodi kwenye baadhi ya miradi ambao wao wanatusaidia, lakini tumekuwa kidogo kuna ucheleweshaji. Lakini la pili ni masuala ya kuvutia zaidi wawekezaji kutoka Japani. Kutoka Japani. Tumeona miaka hii michache iliyopita tuna wawekezaji wengi kutoka nje katika sekta za kiuchumi, lakini kutoka mataifa machache. Wa Japani sasa hivi wanakusudia kuja kuwekeza. Kwa na sisi tumhamasisha, tumeongea na Mheshimiwa Balozi, tumhamasisha tupate wawekezaji wengi zaidi wa Japani na katika sekta tofauti hapa nchini. Kwa hiyo tumewakaribisha vile vile. Bila shaka tumekubaliana kuendeleza mashirikiano haya kwa faida za watu wa pande zote mbili.